alikuwa na chat nao tuko naye kwa hapo. Nikaona mwenzangu anaruka kiti kwa kabisa kwa nini na mama tena na ukasema hapa nikasema hapa ndio sema kushika Ilo anza pata misaada. acha basi ile maana kidogo ikienda ina Abedi TV, jicho la nyumbani. hii kitu ni nzito hii. Katika maneno yangu yafaa kuishi Thank you.
Bwana asifiwe. Basi ni muda wa kusoma maisha ya marehemu. Tutasoma kama ilivyoandikwa hotuba ya maisha ya marehemu Dasima Karwaniro Alexi. Namba ya kwanza ni kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Paluberizi, tarafani Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini, nchini DRC, tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 1980. Kwa Kongo tunasema na 18. Pointi ya pili nasema wazazi. Baba yake aliitwa Karwaniro Ruheresho wa Balabwe, ni marehemu kwa sasa. Mama yake aliitwa Siaona na Marende wa ukoo wa Banakatanda, pia ni marehemu kwa sasa. Elimu. Marehemu alisoma kama ifuatavyo. Namba 1, marehemu alisoma shule ya msingi, lakini baada ya shule ya msingi alijiunga na vyuo vya teolojia, na kwenye vyuo hivyo akawa anapata shahada zifuatazo. Tunaona alipata diploma, akapata degree na masters kwenye practical ministry kwenye chuo cha World Evangelism Bible College. Lakini hakuishia hapo tu, aliendelea pia akasoma shule ya umisheni na kupata degree na masters ya pili kwenye chuo cha Omega Ministries.
na hakuwakomea hapo, aliendelea pia akasoma chuo cha SEM Ministries na kupata masters. Hadi kifo chake marehemu alikuwa yupo anaandaa doctorate yake, yani PhD ya umisheni kwenye chuo cha SEM Ministry. Ndoa. Hayati Ndasima Karwaniro Elisha alifunga pingu za maisha na mke wake anayeitwa Asta Mkerina wa ukoo wa Banyamganga mnamo mwaka wa 1999 pa Uvira, DRC. Huyo ndiye mjane aliyeachwa. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 10 wakiwemo wavulana 5 na wasichana 5 na wajukuu 3, wote wako hai. Namba ya 5, kazi. Hayati Ndasima Karwaniro Elisha alijihusisha na kazi mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara ndogo ndogo, ualimu kwenye shule ya umisheni Omega Ministries hapa kambini Nyarugusu. Maisha ya kiroho. Hayati Ndasima Karwaniro Elisha alipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake mnamo mwaka wa 1998 katika kanisa la Msepake Kabondozi, tarafani Fizi, DRC. Hapa kambini aliendelea kushiriki kanisa hilo na akawa na huduma zifuatazo kanisani. Namba 1, alikuwa ni mtumishi katika kanisa kama watumishi wengine, lakini pia alikuwa ni mishonari na akawa mshauri katika kamati ya umoja wa makanisa kambini Nyarugusu CPCT, lakini pia alikuwa mwenyekiti wa maendeleo katika tawi la Beersheba JD. 7, kifo. Hayati Ndasima Karwaniro Elisha alikufa kifo cha ghafla bila kuumwa. Aliangukiwa na tawi la mti alipokuwa njiani kuelekea nyumbani kwake siku ya Jumanne tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka huu jioni kwenye maeneo ya zone ya 4 kwenye kijiji cha Kadi na kupelekwa hospitali kuu ya Nyarugusu na wapita njia. Ilipofika majira ya saa 5 usiku marehemu aliaga dunia. Hivyo Hayati Ndasima Karwaniro Elisha ameishi duniani miaka 45. Ameacha watu 13 ambao tumewasoma hapo juu. Shukrani. Sisi jamaa la Balagwe tunawashukuru watu wote, majirani, kanisa, ndugu, jamaa na marafiki ambao wametufikia ili kututia moyo katika kipindi hiki kigumu. Tunasema Mungu wa mbinguni awabariki sana. Hivyo kama familia tunaomba Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema. Amina. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kukosa kusema Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tumshukuru kwa kila jambo. Hata kwamba tunalia, lazima tutasema tu Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ninakuwa na neno moja zaidi. Hili Kiswahili changu nitakisikia kigeni, basi nitakielewa hivyo. Neno la kwanza ninasema karibu kwa mkutano wote mzima ambao umekuja kutuzunguka hapa.
Mungu apate kuwabariki sana. La pili, nimejisikia kusema kwa sababu hata kwamba ninalia, lakini moyo wangu umefurahi kwa jambo ambalo mmenionyesha. Jambo gani? Huu ushirika ambao mmenionyesha, kwa kweli nimejisikia kufarijika. Sina cha kuwalipa, ila nitasema tu muendelee na ushirika kama na huu. Kwa sababu wakati umepata shida kama na hii, ukikosa mtu wa kukuzunguka pembeni, utalia zaidi na utajisikia hali namna nyingine. Lakini ninyi mmekubali kuacha shughuli zenu. Tangu nimefika hapa siku ya Jumanne, nimekuta mkutano mkubwa sana, na leo tena mmekubali kuacha kazi zenu ili kuja kunisaidia kusitiri kijana wangu. Mungu awabariki. Mimi sina cha kuwalipa, lakini siku moja Mungu atawalipa. Kwa mwisho nimalize kwa kusema hivi, mimi ni baba wa huyu kijana Ndasima Elisha Karwaniro. Kwa kweli nilikuwa na kiburi, nilikuwa najisikia kiburi. Kiburi gani? Wa baba zetu ndani wote hawapo, wakubwa zangu walio wengi hawapo tena. Mwaka jana nilimzika mdogo kwa Malawi. Nilikuwa na kiburi kujivunia hawa wa vijana. Nilipokuwa nikihesabu katika nyumba zetu nasema, ile siku nakufa fulani hawezi kukosa. Siwezi nikafa leo na nikazikwa hapo hapo. Hicho kiburi kikawa ndani mwangu. Na siku moja nilimwambia Bujumbura kwamba hata uende Kanada, Marekani, nikifa Kongo tu hawezi kunizika, wataniweka kwenye mortuary mpaka utafika. Akacheka akasema, ndio, mimi ni kijana wako mkubwa, mimi ndio nitasema neno. Iko tofauti sasa. Sikuwa kupenda hivyo. Baba, uende kwa salama. Tunashukuru kwa kazi zote umezitenda kwa familia yangu. Mungu akusaidie. Asante. Kabla wajomba, muinue mchungaji kiongozi Fernando Karume. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambacho kitafanyika na tunataka kuongea mapema ili watu wasiwe na mawazo mengine tofauti. Kusema kwamba hatujawahi kuona hiki. Hapa kuna magugu ambao na wenyewe wanatakiwa kufuata kila kitu kinachoendelea kwenye umati huu. Wakati tunakuwa kwenye msiba, kuna wahusika ambao wanajua kufikisha taarifa kwa hawa watu. Kwa hiyo wakati wowote ukisimama tu na yeye ataendelea kufanya kazi zake. Usione kama ni kigeni. Amen. Amen. Usiseme wasipaki wametuletea kitu kingine ambacho hatujawahi kukiona. Karibu tena. Kwa sababu mtu yangu amefariki, lakini waenda mbingu ndivyo wanazungumza. Mimi ni mjomba mtu baada ya ungana mahali hapa kwa huzuni kubwa na kwa masikitiko kumpoteza kijana wetu. Alikuwa kijana mashuhuri, alikuwa kijana ambaye alikuwa anathamini wajomba na kuwaheshimu sana, na sababu ili aliweze kufika, kila mtu ana gari lake. Tunalia tukimwambia Yesu ampumzishe mahali anapumzisha wengine. Kwa kweli huzuni kubwa tulilia, lakini sisi hatukumpenda zaidi kuliko Mungu. Lakini sababu
sababu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, basi ndio maana tumeona haya yamefika. Basi tuseme pole kwetu sote. Tumepoteza mtu, tumepoteza chombo ambacho kilikuwa kikisimama kwa kutoa neno la Mungu, kwa kujua familia na jamii, kwa kujua wajomba. Kwa kweli niko nasema huzuni, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Nishukuru mkutano wote ambao umekuja kuzunguka kwa muda kama na huu. Usiishie hapa, bali tuendelee pamoja hadi tufikishe kwenye kipindi hiki kwenye ukomo. Hata mahali pengine pia tushiriki kama na hivi, na Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kanisa letu na masikitiko makubwa kuachwa na ndugu yetu Basima. Tulikuwa tunampenda Basima kwa kazi na kujituma. Kila kazi ya kanisa ilikuwa wepesi sana kama tumekuwa na kazi yoyote ile ya kanisa, lakini tumempoteza leo. Tunakwenda kusoma hotuba yake kama ilivyoandikwa. Inaandikwa hivi: The Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT Bari Wittem Sepak Nyarugusu, tawi la Beersheba, PO Box 7 Kasulu, Kigoma, Tanzania. Hotuba ya maisha ya marehemu Basima Karwaniro Elisha. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Paluberizi, tarafani Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini, nchini DRC tarehe 15 mwezi wa 3 1980. Wazazi. Baba aliitwa Karwaniro Ruhereshwa Alexi. Huyo alikuwa mwalimu katika tawi la Beersheba, ni marehemu kwa sasa. Mama yake aliitwa Siaona na Marende, pia ni marehemu kwa sasa. Maisha ya kiroho. Hayati Basima Karwaniro Elisha alimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake mnamo mwaka wa 1998 katika kanisa la Wittem Sepak Kabondozi, tarafani Fizi. Hapa kambini aliendelea kushiriki kanisa hilo na akiwa na huduma zifuatazo kanisani. Moja ya huduma zake, mtumishi katika kanisa, misionari, mshauri katika kamati ya umoja wa makanisa kambini Nyarugusu, mwenyekiti wa maendeleo tawini Beersheba Ishede. Mwisho. Hayati Basima Karwaniro Elisha alikuwa ni mtumishi tegemezi katika kanisa na akiwa ni chombo kilichojitoa kwa ushupavu katika kuhakikisha huduma na maendeleo ya kanisa kusonga mbele kwa kasi zaidi.
na matumaini kuwa kazi aliyoifanya itafuatana naye, hivyo Mungu akamlipe sawasawa na kazi aliyoifanya. Amen. Watu wote tuseme amen. Imefanyika hapa Nyarugusu tarehe 28 mwezi wa 11 2025, na Mungu atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijasoma hotuba ya The Rock Ministry, nitasema tu kwamba The Rock Ministry ni ministry ambayo imezaa shirika nyingine ambayo inaitwa Advance. Advance ni ministry ambayo tulikuwa nayo na mtumishi wa Mungu kusaidia mayatima na mjane, lakini pia tulifanya mambo mengi. Hivyo tuna masikitiko, maana tulikuwa na mengi ambayo tulikuwa tumeahidi kufanya sasa mwisho wa mwaka huu. The Rock Ministry ilianzishwa Uganda na kupitia ndugu Alexis Sumaili, ikafika pia Kigoma hadi kambi hii ya Nyarugusu mnamo mwaka wa 2024-2025. Kwa niaba ya The Rock Ministry tunayo masikitiko makubwa sana kumpoteza ndugu yetu mpendwa ambaye ni Nasima. Sisi kama The Rock Ministry tulimtambua kwa majina yafuatayo kama mlivyosikia: Nasima Elisha tulimpokea kama mwanamemba wa The Rock Ministry ambayo ni ya umisionari wa nje na ndani. Pia kupitia Nasima The Rock Ministry ikafika Burundi mwaka huu 2025. Kwenye ngazi ya uongozi, ndugu Nasima alikuwa kiongozi makamo, tena alikuwa bwana maendeleo. Ndio wabocho wanatendea mbele. Oh, wange mwana w'inobe ibyale. Oh, wange mwana w'inobe ibyale. Kama ndeli ibuni miradi. Hapana kwa binafsi, lumbako na balga watu. Nasima alikuwa hataki kusema kwamba kwa sababu wewe ni mbembe, ni mfulero. Anasema nataka kutumika na watu tusaidie jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo kama jamii ya wanamemba wa The Rock Ministry tumempoteza kiongozi shupavu. Hivyo Mwenyezi Mungu aiweke nafsi ya marehemu mahali pema. Kwa niaba ya uongozi wa The Rock Ministry, mwenyekiti kiongozi Alexis Sumaili, tunasoma Isaya 49:18: inua macho yako ukatazame pande zote, wana wako wote wanakusanyika na kukujia. Ilifanyika tarehe 28 mwezi wa 11 2025. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma hotuba kama ilivyoandikwa. Hotuba ya chuo cha Omega Missionary College. Kwa niaba ya chuo cha Omega Missionary College, tunayo masikitiko makubwa sana tangu tulipopata kwa mshtuko mkubwa taarifa ya kifo cha ndugu huyu. Sisi kama chuo tulimtambua kwa majina yafuatayo: Ndasiba Elisha. Tulimpokea kama mwanafunzi wetu tangu mwaka wa 2021 kwenye ngazi ya degree hadi kwenye masters. Katika kipindi chote cha mafunzo tulimwona kuwa mwanafunzi mwenye juhudi na bidii kubwa, lakini pia mtu mshupavu kwa masuala ya ushauri na maendeleo. Tulishtushwa sana na taarifa ya kifo chake cha ghafla ambacho hadi sasa mioyo yetu bado kutulia, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Tunamtakia mapumziko mema. Pia kuna chuo kingine ambao kuna hotuba ya chuo cha SEM. Katika chuo cha SEM, ndugu Ndasiba Elisha alijiunga na kusoma ngazi ya masters hadi mwisho, na baada ya kumaliza ngazi hiyo aliendelea kufuata ngazi ya juu, yaani doctorate au PhD ya umishonari, ambayo hakuweza kuimaliza kutokana na kifo kilichomkuta kwa ghafla. Hivyo kama jamii ya wasomi tumempoteza mtu muhimu sana ambaye tulitegemea atafanya mambo makubwa sana, lakini haikuwezekana. Hivyo Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen. Imefanyika Nyarugusu tarehe 28 mwezi wa 11 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nuru ya ulimwengu. Nuru tuseme tunaitwa nuru ya ulimwengu. Ni kweli kwamba tulipata masikitiko makubwa baada ya kumpoteza ndugu yetu ambaye tuliweza kuishi naye. Tulikutana naye kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2000 mwezi wa 6 kwenye chuo cha uinjilisti ambacho tunacho kimiliki, na akawa mmoja katika wale wanafunzi. Na alipomaliza yale masomo tulimuona kuwa ni mwanafunzi bora ambaye anafaa. Hatukuishia hapo, tuliendelea kutumika naye, na hivyo kwenye moja ya sifa zake ni uaminifu. Anasifiwa. Na katika ule uaminifu tuliomuona ndani yake, akawa pia mwalimu katika chuo cha teolojia ambacho kinamilikiwa na uongozi huo wa Nuru ya Ulimwengu. Hatukuishia hapo, tuliweza kutumika naye akawa nafasi ya maendeleo, na huduma hii ya Nuru ya Ulimwengu inapatikana kati ya AD na FD zone hii ya pili pale pembeni ya soko. Na lile jengo kama lilifikia hatua ya kujengwa, ni yeye mwenyewe Ndasiba ndio aliyefanya mkutano, kwa sababu sisi tulifikia hatua tu ya kupata ripoti kwamba tumemaliza. Ikiwa kama kulikuwa pesa za kutoka sehemu, tulimwambia kwa uaminifu wako hizi zije kwenye mfuko wako, unaturipotia tu kwamba umefanya kazi 1 2 3. Na kusema ukweli, kama kulikuwa na mafundi, yeye ndo alijua mafundi atawatoa wapi na watafanya kazi gani, na ile kazi atakayoifanya. Sisi tulipewa ripoti tu kwamba tumemaliza 1 2 3. Aliita Warundi akawaweka pale, wakajenga
pesa kama ziliingia, tulipata ripoti kwa uaminifu, alifanya kazi. Yani hatujaelewa kwa kila alichokifanya, ni Mungu tu. Na kwa sifa zote kubwa hizi walizozifanya, imetupelekea sisi kufanya vyovyote vile vinavyokuja kutoka sehemu za nje kuja hapa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo tuliweza kupokea na vingine ambavyo tuliweza kuvipata, ni kwamba wao pokea, fanya tu, utatugabulia kama vile kama kiongozi. Na yeye Nasima Elisha ambaye tumeweza kuwa naye, hakukuwa mwalimu tu hapa Nyarugusu, lakini pia amekuwa mwalimu nje, yani kimataifa. Hakuishia hapo tu, yeye kama yeye kwa tiketi ile ya Nuru ya Ulimwengu ameweza kuwa mshauri kwenye kamati ya elimu wa Umoja wa Makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye alikuwa ni mtu mkubwa ambaye tunaelewa sifa zake kubwa, ni mtendaji kazi ambao yeye hakuweza kusema kwamba amezuiliwa na mtu, ni kitu ambacho kilikuwa ndani yake. Ni kitu ambacho kilikuwa ndani yake. Sisi kama sisi tunaona tunampoteza mtu mkubwa ambaye wito wake ulikuwa juu zaidi kwa kazi kubwa ambayo alikuwa nayo. Hivyo tuombe tuseme hivi kwamba kwa kuwa hili limetokea, hatuwezi sasa kurudishana nao. Tulipata rasimanzi kubwa badala ya kusikia kwamba mwenzetu ametuacha. Hivi kweli ametuacha? Kweli? Hatukuweza kuelewa ile ambayo limetokea. Lakini kwa sababu limefikia, Mungu ametoa tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio. Na hilo kama shirika ya Nuru ya Ulimwengu tutakuja kuonana na mhusika mwenyewe ambaye ni mfiwa. Asante sana. Bwana Yesu atukuzwe. Naomba tukumalizia neno tu moja kwa kuongeza kile ambacho mwenyekiti makamu wa ministeri amezungumza. Ya kwa miaka yake, mimi kama mtoto aliniita baba. Atuka ameongea mengi. Mtoto kasema sifa zake kuanzia asubuhi mpaka jioni. Bali kuna maneno mawili ambayo nasema kwamba kwangu yatabaki kumbukumbu milele. Neno moja, maana mimi mwalimu pia mtoto wake Ezra. Wiki iliyopita 2 tu aliniulizia ya kwamba kijana wangu anaendelea namna gani. Nilimwambia, akasema huyo nakukabidhi wewe. Huyu ni mtoto wako. Nikajiuliza ni kwaje? Kwangu kipindi kile neno ile kwa ni ndogo sana kwangu. Na baada ya hapo Jumapili kwenye grupu letu la Nuru ya Ulimwengu kuna hoja ambayo ameituma ndani binafsi kama vile alikuwa anatuaga. Ana amezungumza pale kwamba hata leo msishangu sikia nimekufa. Nilijaribu kumkataza mimi, kuna mazungumzo ndani. Binafsi na wengineo kimataifa ndani ya Nuru ya Ulimwengu ilituumiza. Lakini tukuja kupata picha sasa baada ya kusikia kiongozi wangu hapa ama mwenyekiti hapa ananipigia simu. Mwenyekiti, sikupokea na sikufanya mambo mengine. Nilikuja kukubali kifo baada ya kufika hapa. Kwa hiyo tunaumia sana. Tena sana, na Mungu awabariki. Tunaalika serikali kijiji kinaanza kijiji. Apedi TV, jicho la nyumbani.